Moja ya stori kubwa katika kandanda ya Tanzania ni juu ya ratiba mpya iliyotolewa na bodi ya ligi inayosimamia ligi ya Tanzania bara, na ratiba hii inahusisha mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao umekuwa na kadhia nyingi kweli kweli. Ulitakiwa kupigwa katika miezi ya nyuma, lakini umepangiwa tarehe mpya na utachezwa mwezi wa 6 tarehe 15. Sasa basi, mchezo huu tayari wenyeji Young Africans wameweka wazi kwamba hawana mpango wa kushiriki au kucheza mchezo huu, lakini Simba wameposti wakidai kwamba tarehe tayari wanaitambua ya kwenda kuchezwa kwa mchezo huo. Sasa basi, endapo mchezo huu utachezwa, basi itakuwa ni mchezo wa 10 ndani ya mwezi wa 6 katika ligi kuu kwenye soka la Tanzania, yani daraja la juu la ligi. Miamba hii tayari ina historia yake kwa kukutana katika mwezi huu, mwezi Juni. Sasa basi, kama itachezwa itakuwa hivyo. Endapo haikuchezwa, basi itaendelea kusalia kwamba miamba hii imekutana mara 9 peke yake ndani ya mwezi Juni, tangu ligi ikiitwa ligi daraja la kwanza mpaka baadaye ikaja kubadilishwa jina na kuitwa ligi kuu. Sasa basi, tukiweka pembeni swala la utachezwa ama hautachezwa, tukaangalie rekodi za mwezi Juni. Nani zinambeba kwa maana ya kumbukumbu na rekodi ya mwezi huo Juni? Sasa hapo tunaenda kuangalia Kariakoo Derby. Kariakoo Derby mwezi Juni. Nani ya mwezi Juni? Juni ni mwezi wa 6. Miamba hii imeshakutana mara 9. Wamekutana mara 9 katika dabi ya Kariakoo ndani ya mwezi wa 6 kwenye ligi kuu. Yaani ninaposema ligi kuu namaanisha wakati inaitwa ligi daraja la kwanza na mpaka sasa ikiitwa ligi kuu. Na mfumo wa kuanza kuhesabu ligi ulianza rasmi mwaka 1965. Kwa hiyo kutokea hapa mpaka wakati huu tulipo katika ligi kuu, miamba hii imekutana mara 9. Kwa hiyo wakikutana hapa, kwa maana ya mchezo unaokuja wa Juni 15 itakuwa mara ya 10. Katika mara 9 hizi ambazo wamekutana, timu kinara kwa kushinda mechi nyingi zaidi ni Young Africans ambao wameshinda mara 5. Simba wanafuatia na wameshinda mara 2, na sare ni mara 2 pia. Kwa hiyo hii ndo rekodi kwa miamba hii kukutana ndani ya mwezi Juni au mwezi wa 6. Young Africans ameonekana kuwa bora zaidi, narudia tena, katika ligi kuu, yani daraja la juu kabisa la ligi. Sasa basi, tukiachana na matokeo haya, twende tukaangalie michezo mitatu inayohusisha mwezi Juni, michezo mitatu ambayo ina kumbukumbu ya kipekee. Naposema hivyo, mchezo wa kwanza kabisa kukutana ndani ya mwezi Juni ulikuwaje na nani alishinda? Mchezo mwingine tutaenda kuangalia mchezo wa mwisho zaidi, mchezo wa mwisho kabisa, kwa maana ya mchezo wa mwisho ulivyokutana ndani ya mwezi Juni, nani alishinda? Lakini tutakwenda kuangalia mchezo uliozaa mabao mengi zaidi. Kuna mtu alikula hamsa, magoli 5, mtu alipigwa, mchezo ambao ulizaa magoli mengi zaidi. Tukaangalie nani ni nani. Mchezo wa kwanza kabisa kukutana ndani ya mwezi Juni kwa miamba hii ilikuwa ni Juni 7 mwaka 1965. Yani hii ndio ilikuwa Simba na Yanga ya kwanza kabisa tangu mfumo wa ligi ulipoanza rasmi mwaka 1965, na ilikuwa Juni tarehe 7 mwaka 1965 hiyo. Yanga ilipata ushindi. Yanga ilishinda goli 1-0. Simba wakati huu ikiitwa Sunderland. Ikumbukwe Simba walibadilisha jina miaka ya 71-72 kutoka kwenye Sunderland na kwenda kwenye Simba Sports Club. Kwa hiyo hili ndio ilikuwa mchezo pekee. Bao lilifungwa na Mawazo Shomvi ndo mfungaji wa bao pekee katika mchezo huu. Hii ndio ilikuwa mechi ya kwanza ambayo ilichezwa ndani ya mwezi Juni kwa Simba na Yanga. Mechi yenye magoli mengi zaidi, mechi iliyozaa magoli mengi zaidi katika mwezi Juni ilikuwa ni mechi iliyochezwa Juni
ilichezwa Juni mosi mwaka 1968 na katika mchezo huu Yanga ilipata ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Sunderland ambayo ndio hii Simba ya sasa. Mabao haya 5-0 ndio ilikuwa ushindi mnono mkubwa zaidi kwa mara ya kwanza baada ya miamba hii kuhesabiwa ligi mwaka 1965. Mwaka 68 Juni mosi Yanga alimnyuka Sunderland mabao 5-0. Mabao haya yalifungwa na Maulid Dilunga. Maulid Dilunga alifunga mara 2. Salehe Zimbwe alifunga mara 2 pamoja na Kitwana Manara alifunga mara 1. Kwa hiyo hii ndio kumbukumbu ya mabao mengi zaidi ndani ya mwezi Juni. Lakini mechi ya mwisho kukutana ndani ya mwezi Juni ilikuwa ni Juni 25 mwaka 2000. Yes, mechi hii mnyama Simba alipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Yanga. Na mabao 2-1 haya, mabao ya Simba yalifungwa na Steven Mapunda ambaye alifunga mara 2. Steven Mapunda jina la utani, wengi walimfahamu kwa jina la Garincha, alifunga mara 2 na bao pekee la Yanga lilifungwa na Idi Moshi. Idi Moshi ndo alifunga bao pekee la Yanga. Kwa hiyo hii ndiyo kumbukumbu ya mwezi wa 6 kwenye dabi ya Kariakoo kwenye ligi kuu tangu mwaka 1965 mfumo wa ligi rasmi ulipoanza mpaka kufikia hapa tulipo, kwa maana ya msimu huu wa 2024-2025. Ni miaka mingi kweli kweli imepita. Mwezi Juni sio mwezi ambao timu zinakutana sana, kwa sababu asilimia kubwa mwezi Juni, yani mwezi wa 6, ligi inakuwa imeisha. Ligi huwa inaishaga mwezi wa 5, mara chache sana kupindukia na kwenda mpaka mwezi Juni. Lakini hata ndani ya mwezi wa 5 mara nyingi Simba na Yanga wanakutana ndani ya mwezi wa 4, alafu mwezi wa 5 ligi inakuwa inaisha, kwa maana ile michezo ya kumalizia. Hivyo basi ukienda kwenye mwezi wa 4, kwenye mwezi wa 5 hii miamba imekutana sana, lakini kwenye mwezi wa 6 sio mara nyingi. Just imagine tangu mwaka 1965 mpaka 2025 miamba hii imekutana mara 9 peke yake, lakini Young Africans inaonekana kuwa bora zaidi, kwa maana ameshinda michezo 5, Simba ameshinda michezo 2 na sare wakipata 2. Huku mchezo wa kwanza kabisa kwa miamba hii ndani ya mwezi Juni, Yanga alishinda goli 1-0. Mchezo uliozaa magoli mengi zaidi ni mwaka 1968 Juni mosi, Yanga ilishinda magoli 5-0 dhidi ya Sunderland, na mechi ya mwisho ndani ya mwezi Juni ilikuwa ni Juni 25 mwaka 2000. Simba ilishinda magoli 2-1 dhidi ya Yanga, Steven Mapunda Garincha pamoja na Idi Moshi. Yes, kwa upande wa Young Africans.